Nimeona niwaite leo tuongee kwa kifupi kuhusu juhudi ambazo Chemba tunafanya kushirikiana na VETA katika kuwapatia Watanzania, vijana wa Kitanzania ujuzi stahiki ili waweze kushiriki kwenye mnyororo wa thamani kwenye sekta ya madini. Na hapa tunaongelea kada maalum inaitwa technicians. Technicians kwa Kiswahili ni mafundi mchundo ambao wanahusika sana kwenye kada mbalimbali za mambo yanatakiwa migodini. Sisi kwanza ambao Chemba ya Migodi wafahamu ni kitu gani? Chemba ya Migodi kimsingi ni association ambayo inawakilisha wanachama wake ambao ni wawekezaji wakubwa kwenye sekta ya madini. Wanachama wetu ni wamiliki wa leseni kubwa za uchimbaji madini ambazo zinajulikana kama special mining license kwa Kiingereza, wamiliki wa leseni za uchimbaji wa kati wa madini au mining licenses, lakini pia na watafutaji wakubwa wa madini ambao leseni zao zinaitwa prospecting licenses. Na kundi la mwisho ni watoa huduma wakubwa kwenye sekta ya madini. Hao ndio ambao kwa umoja wao ni wanachama wa Chemba ya Migodi Tanzania. Sasa kuhusu hili swala la ujuzi kwa Tanzania, Tanzania migodi mikubwa na ya kati imeanza mwanzoni mwa mwaka 2000. Sasa ilipokuja nchini hapa ilikutikana kwamba hakuna vijana wa Kitanzania mafundi mchundo ama technicians wenye ujuzi wa kutosha kufanya kazi kwenye migodi. Tunajua technicians kwa wingi wanatoka VETA, lakini wale wanaotoka kule kwa kupitia program ya miaka miwili ya VETA walionekana hawana ujuzi wa kutosha kuweza kufanya kazi kama ambavyo migodi inahitaji. Kwa hiyo kwa muda migodi iliajiri hiyo kada ya technicians kutoka nchi za nje, maeneo kama Ghana, maeneo kama Mali, Afrika Kusini na kadhalika. Sasa kama ambavyo mnajua kuajiri wageni kutoka nje kwenye fursa za mafundi mchundo ni kunyima nchi fursa, kwa sababu vijana wapo, lakini sasa kama hawana ujuzi unaotakiwa unaokidhi, basi inabidi watafute mbadala. Basi Chemba kwa kushirikiana na VETA tukaona kwamba hili jambo si jema, ni vyema tufanye kitu kwa ajili ya kutoa fursa kwa Watanzania. Kwa hiyo mwaka 2008 tukaanza maongezi na VETA na tukakubaliana kwamba tuanzishe program kwenye center ya VETA pale Moshi, na mwaka 2009 tukaingia makubaliano yani MOU na kuanzisha hiyo program ambayo tuliita Integrated Mining Technical Training ama kwa kifupi IMTT. Lakini migodi ilipoanza na mpaka ilipoendelea kwa muda mrefu, mingi ilikuwa ni ya migodi ya wazi, tunaita open pit. Kwa hiyo mafunzo haya yalilenga sana kwa address mahitaji ya waendeshaji wa migodi ya wazi. Sasa tumeendelea hivi karibuni, miaka michache iliyopita, migodi karibu yote imekuwa ya juu, imekuwa sasa ya chini ya ardhi. Wakati ule ilikuwa ni Bulyanhulu tu iliyokuwa chini ya ardhi au underground mining. Mingine yote ilikuwa ni migodi ya wazi. Lakini mashapo ya juu yamechimbwa, yameisha, na huwezi kuendelea kuchimba ukiwa mgodi wa wazi kitaalamu na kiuchumi. Kwa hiyo wengi wamebadilisha aina ya uchimbaji, umeenda migodi ya chini. Kwa hiyo tukajikuta kwamba uchimbaji wa migodi ya chini unahitaji mitambo maalum tofauti na ile ya juu. Kwa hiyo tatizo la uhitaji wa wataalamu limerudi tena pale pale, kwamba hawapo. Ni mitambo maalum mikubwa kama vile Jumbo, Solo, Cubex, Boga na kadhalika, ambayo yote inahitaji uendeshaji maalum. Kwa hiyo sasa ikabidi tena Chemba tukae tena kutumia wataalamu wetu wa ndani kwa kushirikiana na VETA tufikirie namna ya kuaddress hilo tatizo, kwamba kwa sasa migodi mingi inatumia wataalamu kutoka Indonesia, Zambia na maeneo mengine kuendesha mitambo ya uchimbaji wa chini. Basi tumedesign tumeidentify kozi kama 6 hivi ambazo ni muhimu kwa ajili ya kuondoa eneo hilo, tatizo hilo, na tayari tumetengeneza mitaala kwa ajili ya kozi zote 6 mpya ambazo tutazianzisha pale IMTT. Na hivi tunavyoongea
ziko kwenye hatua za mwisho kwenye vyombo vya kuzipitisha, hatimaye zipelekwe na Activate kupata ithibati, ili tuanzishe hizo kozi mpya sasa. Tuweze kutengeneza vijana wa Kitanzania wenye uwezo wa kuendesha hiyo mitambo kama jumbo, solo na kadhalika, ili kusudi tuondoe wageni waliopo, vijana wa Kitanzania wapate fursa, basi mishahara mikubwa wanaolipwa watu wa nje hizo ibaki ndani, iwasaidie wa Tanzania, izunguke kwenye uchumi, vijana wetu washiriki zaidi kwenye mnyororo wa thamani. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa kwanza 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.